Naam, kwa kumalizia mada yetu tulikuwa tunazungumzia maisha hakupi fursa mara mbili. Hilo lilikuwa somo letu la leo, na tulikuwa tunaishi na hadithi ya Mtume inayosema yaftani khamsan qabla khamsi, patiliza au yashike mambo matano kabla haya kufika mambo matano: afya, utajiri, wakati. Yote hivyo ni fursa ambavyo mwanadamu inabidi aweze kuvitumia vizuri, aweze kufanikiwa katika maisha, kwa sababu vyote vinakuja na kuondoka. Na fursa kubwa ambayo tumeizungumza kwa muda mrefu ni fursa ya watu ambao wanatuzunguka. Sasa kwa kumalizia, ili tuweze kutumia fursa ya watu vizuri, ni lazima tuzunguke na watu ambao wako positive. Yaani wale watu ili waweze kuwa ni fursa, ni lazima wawe ni watu ambao ni positive. Yaani kwenye maisha yako usizunguke na watu ambao wako negative. Hawawezi kuwa fursa katika maisha yako, bali wanaweza kuwa vikwazo kwenye maisha yako. Ukizungukwa na watu ambao wako negative, kila ukikaa nao, kama ni kijana unakaa na watu ambao kijiweni, ukikaa nao wanazungumza habari ya mademu, akipita demu fulani, bwana mimi demu namtaka, ujue huyo hawezi kuwa fursa kwenye maisha yako. Ukikaa na mtu ambaye kila ukizungumza naye anakuambia habari ya kwenda club, kwenda kwenye starehe kwenye club, ujue huyo hawezi kuwa fursa kwenye maisha yako. Yaani ukikaa na mtu ambaye ukizungumza naye anakuambia habari, bwana hapa tuweke mkeka, tubeti, tucheze avieta, ujue huyo hawezi kuwa fursa kwenye maisha yako. Yaani hakikisha unazungukwa na watu ambao kila mnachozungumza ima kitakuwa ni jambo lenye kumuhusu Allah subhanahu wa ta'ala, ni jambo la kupambana kwenye maisha. Yaani aina ya watu wa sampulio kwamba mmezungumza lakini baadaye kuna issue ya biashara mtaongea. Mmezungumza kuna issue ya elimu mtaongea. Bwana unajua hapa mwaka huu lazima nipate division 1. Mwaka huu. Lakini ukiwa na watu ambao kila mkikaa mkizungumza hamzungumzi habari ya kupata division 1. Mimi nazungumza habari ya mademu tu. Huyo hawezi kuwa fursa katika maisha yako. Hawezi kuwa fursa. Unakuwa na watu ambao kila mkikaa hamwezi kuzungumza habari hata ya biashara ya karanga. Huyo hawezi kuwa fursa katika maisha yako. Mimi nina utamaduni mmoja, nikiwa na marafiki huwa rafiki na mtazama katika vitu vitatu. Yaani rafiki ambaye ukifika muda wa sala hakumbuki kuwa yani bwana tuko kasali, huyo rafiki ni wanamkataa. Yaani sijawahi kuwa na rafiki wa hivyo. Na mzee wangu alishawahi kuniambia usiwe na rafiki ambaye ukikaa naye hakukumbushi kuswali. Yaani kuwa na rafiki ambaye ukifika muda wa sala atakwambia bwana tuko kasali bwana. Lakini usikae na rafiki ambaye hamwezi kuzungumza hata biashara. Yaani mnazungumza lakini hazungumzi habari ya kufanikiwa kwenye maisha. Mimi rafiki wa hivyo simtaki. Na sijawahi kukaa na rafiki wa sampuli. Mimi marafiki zangu wote ninaokaa nao tunazungumza, lakini end of the day lazima tuzungumze habari ya biashara, habari ya maisha, tunafanikiwa vipi, tunatokaje. Yaani lazima niwe na rafiki wa sampuli. Hata ukiwa na rafiki napenda kuongozana naye, kwa vyovyote tutakuwa na jambo la kibiashara. Lazima tuna jambo tu la kufanikiwa kwenye maisha. Sio dili au mipango, jambo la kufanikiwa kwenye maisha. Lakini rafiki ambaye ukikaa naye mademu, starehe nini, huyo hawezi kuwa rafiki. Kwa hiyo wakati fulani ili mtu awe fursa, pia mkague na tabia za aina gani. Ukiona na tabia mbovu, huyo hawezi kuwa fursa kwenye maisha yako. Mkatae. Huyo hafai. Na hata kama utakuwa unakutana naye, itakuwa mmekutana mmesalimiana baada hapo, lakini hakikisha wale wanaokuzunguka wawe ni watu ambao mitazamo yao ni positive, sio negative. Lakini pia wanaamini kwenye ndoto zako. Maana kuna baadhi ya watu kila ukikaa naye, wewe bwana utaweza bwana. Hilo jambo uwezi bwana. Hilo jambo wewe utaweza wapi bwana? Yaani watu wa sampuli hiyo hawawezi kuwa fursa kwenye maisha yako. Hawawezi kuwa, japokuwa wakati fulani kuna watu ili ufanikiwe lazima upate watu wanaokusema, lakini usipende kukaa nao karibu, kwa sababu mwisho wa siku maneno yao yanaweza kukukatisha tamaa. Niwapeni kisa kifupi. Siku moja kuna chura mmoja alitumbukia kwenye shimo. Alitumbukia kwenye shimo. Sasa wale chura wenzie wakajitahidi kumuokoa, wakashindwa. Mwisho wa siku akamwambia, bwana wewe tunavyoona wewe ni mtu wa kufia humo, kwa hiyo usijisumbue. Yule chura akaona hata ikawa anaruka tu. Yeye anajampu anaruka. Anatoka kwenye shimo anajampu anaruka, anajampu. Wale wenzio wakawa wanamwambia, bwana unajichosha tu bwana, wewe huwezi kutoka humo. Yule bwana chura yule akawa anaruka tu, anaruka. Mwisho wa siku katika kuruka kwake akafanikiwa, akatoka nje. Alipotoka wale wenzio akamwambia, bwana wewe umewezaje kutoka?
mbona tumekuwa tunakupiga makelele kwamba uwezi? Akaambia unajua wakati mimi mnaniambia mimi ni kiziwi, sisikii vizuri. Kwa hiyo yale makelele yenu nilikuwa naona kama vile mnanitia hamasa tu, ndio maana mimi nikawa nimefanikiwa. Kwa hiyo unapokuwa na watu wakati mwingine tazama wale ambao wako positive, sio negative. Tafuta marafiki au aina ya watu ambao wanaokuzunguka wana mitazamo mizuri, mnazungumza biashara, mambo ya kheri, mambo ya ibada. Wakati fulani kuna baadhi ya vijiwe shekhe ukienda kukaa ni majungu, hasadi, fitina, kuwasema watu. Yani kijiwe kuanzia asubuhi mpaka jioni ni fitna na majungu tu. Yani kijiwe cha aina hiyo hakifai. Kijiwe cha aina hiyo hakifai. Jaribu kukaa kwenye vijiwe ambavyo hata kama mtaongea habari za kidunia, lakini kuna habari ya kumjua Mungu, kuna habari ya maisha kufanikiwa, kuna habari ya elimu. Jitahidi kuwa na vijiwe vya sampuli hiyo. Lakini kuna vijiwe bwana Kinondoni ukienda ukikaa, astaghfirullahil azim. Hapo ni kudiskasi watu tu, yule fulani hivi, fulani hivi, fulani anafaa, fulani hafai, yule hivi, yule. Yaani wanakuchambua nje ndani. Watu wanakujua zaidi ya unavyojijua mwenyewe. Sasa vijiwe vya sampuli hivyo haviwezi kuwa ni fursa katika maisha yako. Kuna baadhi ya vijiwe ukienda vinakuwa ni fursa. Kuna baadhi ya vijiwe ukienda kukaa vinakuwa ni fursa. Unakutana na watu ambao wanazungumza biashara, mambo ya kheri na nini. Kaa kwenye vile vijiwe. Wale ndio aina ya watu ambao wanakuwa ni fursa katika maisha yako. Kwa hiyo maisha hayawezi kukupa fursa mara mbili. Tumia fursa unayokutana nayo kwenye maisha yako kila siku, itumie hiyo fursa. Watu ukija kuswali huko msikitini, usije kuswali tu. Hebu mjue yule Alhaji Burhani, yule bwana ni anafanya kazi ofisi ya katibu mkuu BAKWATA pale, yule pale nazoeana naye, yule pale daktari, yule pale accountant, yule pale shenasoro pale, yule pale fulani, yule pale ndio imam pale, yule pale. Yani wewe watu wajue, interact na watu. Alafu utaona wale watu namna gani wanakuwa fursa kwenye maisha yako. Yule anafanya kazi serikalini, yule askari, yule. Yani juana na watu, wewe juana nao tu. Wakati fulani ukaambia una shobo, lakini wewe kubali uonekane una shobo, lakini wale watu wanaweza kuwa fursa katika maisha yako. Mtu hajawahi kuacha kuwa fursa, yule anaweza kuwa fursa. Kwa hiyo mkija kuswali huko ndani, wakati fulani lazima mkubali kuinteract na watu wengine. Kuna watu wana fursa chungu mzima huko, lakini namna gani ya kuweza kuzitumia ndio inabidi wewe mwenyewe uweze kuinteract na wale watu. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie min alladhina sami'una qawla fattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa adhabad dayn wa adhabal qabr wa adhab yawm al qiyamah. Wa sallallahu